asifiwe. So this is our theme for the year 2021. Ni mwaka ambao ni mwaka wa growth. Praise the name of the Lord. And I had mentioned this, na nikasema ya kwamba this year we are going to challenge limitations. Praise the name of the Lord. Ya kwamba huu ni mwaka ambao hatutakubali kukaa pale chini. And I don't want to promise you ya kwamba hautakuwa na changamoto kama za 2020. Hata zinaweza kuwa mingi kuliko za 2020. Changamoto za 2021. Sijui kama nanena kwa unabii. Zinaweza kuwa hata nyingi zaidi changamoto za 2020. Lakini kile kilicho cha muhimu ni ya kwamba Mungu ambaye tunamwamini hafuatanani na changamoto. Hasemagi mwaka huu kuna changamoto mingi sana, sitaweza kuwasaidia. That whether there will be trouble or there will not be trouble, it will be a year of growth. Praise the name of the Lord. It will be a year of growth. And so there is something that we must do. And it is written here. God is speaking to the children of Judah. Isaiah is writing to Judah, and I'll be explaining that. And he is saying, enlarge the place of your tent. Praise the name of the Lord. Enlarge the place of your tent. Enlarge the place of your tent. The place of your tent in your mind, enlarge it. Praise the name of the Lord. Enlarge the place of... Kiswahili inasema namna gani? Panua. Nafasi ya ni ya kwako ili at least uelewe vizuri. Nafasi ya kwako hema ya kwako. Bwana asifiwe. Hema ya kwako katika kiroho, hema ya kwako katika biashara, hema ya kwako katika kazi, hema ya kwako katika familia. Panua hema yako. Bwana asifiwe. Wacha na kati nini? Makazi yako, praise the name of the Lord. Let the curtains of your habitation be stretched out. Oh, hallelujah. I don't know whether you are capturing the spirit. You know when this word came to my heart, it's so heavy, it's so huge, and you see that let the curtains of your habitation. And you see, this is talking to you. When we came and talked about grace, it was so much about what God was going to do in our lives. And I want to believe that the year 2020, the Lord is the one who has carried us through. We have done very little ourselves. He carried us through. But now he is saying, prepare yourself, set yourself ready. I can only feel what you present to me. Praise the name of the Lord. Stretch out. And then he tells them, do not hold back. Wengine wetu, we are holding back. Tunashikilia, tunakataa kupanua. Bwana asifiwe. Na tutanena haya. Tunakataa kupanua. Kuna mambo yanatuzuia tupanue hema zetu. Lakini Biblia inasema usije ukajizuia. Praise the name of the Lord. Na ninasema mwaka huu wa 2021 usijizuie. Jambo lolote lisikufanye ujizuie. Watu wasifanye ujizuie. Mawazo yako yasifanye ujizuie. Ukosefu wa fedha usifanye ujizuie. Udhaifu wako usifanye ujizuie. Kiwango cha elimu yako kisikufanye ujizuie kupanua makazi yako. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Praise the name of the Lord. These are like 10 sermons. Enlarge the place of your tent is number 1. Number 2, let the curtains. You see, enlarge is an active thing you have to do. Enlarge ni wewe unaambiwa sogesha. Bwana asifiwe. Unaambiwa uambiwi goja, kuna wakati wa kugoja. Kuna wakati unaambiwa goja. Lakini 2021 unaambiwa inuka ni wewe ufanye. Bwana asifiwe. Inuka ufanye, upanue. Praise the name of the Lord. Then ya pili nasema, and let the curtains of your habitations be stretched out. Kumaanisha Mungu yeye mwenyewe ama wale atatuma watakuja kupanua pia hema zako. Tuna msaada 2021. La kwanza sisi tunaitwa tupanue. La pili tunaambiwa wachilia. Praise the name of the Lord. Maana some of us we are limiting kile ambacho Mungu anaweza fanya katika maisha yetu. Anatuambia let ni kusema let the curtains of your habitations be
Hallelujah. Amen. You remember me talking about God magnifying the steps of the 4 lepers, because that story of the 4 lepers will be very important this year. That number one, they arose and started moving. By arising and starting moving, what happened? God came and magnified. Oh, hallelujah. That we can only go so far. That our going is not enough. But God cannot take us if we have not started going. It is speaking about our Lord here. You know what the Bible says? That commit everything you do to God and He will establish your what? Meaning there is something that you did and then He comes to do. Praise the name of the Lord. Na sisemi ya kwamba Mungu anasaidia yule anatusaidia. Hapana, sisemi hivyo. Praise the name of the Lord. But you know there is, you know, hii hata siku nimesema nitasoma. Kuna neno nilisikia jana a friend of mine akihubiri, anaitwa Apostle Muridi, iko katika Psalm 81 verse 10. Psalm 81 verse 10. Inasema, I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I'll feed it. Praise the name of the Lord. Meaning that I am the Lord your, mimi ni Mungu wako ambaye alikutoa Misri. Niko na uwezo wa kukujaza, lakini siwezi kukujaza kama umefunga mdomo. Lakini lazima ufungue, na si kufungua tu, lazima ufungue. Ama unaona nani? Praise the Lord. That is what we are saying this year. That is what they say, enlarge. Open your mouth wide that I may fill. So if we come to the end of 2021, na wewe uwe hautajazwa, angalia kinywa ulipanua kiwango gani. That mimi ndiye Mungu niliyekutoa Misri. Panua mdomo wako wazi nikujaze. Praise the name of the Lord. 2021 ni mwaka wa kupanua midomo. Hallelujah. So let hiyo ni ruhusu. Hiyo inasema do not hold back. Usijizuie, because unaweza kujizuia. Do not hold back. Lengthen your cords. And we shall look and ask ourselves, what are these cords? And strengthen your stakes. Ya kwamba hakikisha zina uwezo wa kubeba. Praise the name of the Lord. Ni vikingi zile ambazo zimeshikilia. Ziwe ziko na nguvu ya kubeba uzito ambao utajazwa nao. Praise the name of the Lord. And therefore this year is our year of growth. And in this equation of growth, there are several prayers. But jambo la kwanza ambalo lazima nilifanye ni kukutayarisha wewe. Usiwe wewe ndio utakaye kuwa kizuizi, maana wengine wetu hapa tungekuwa bali sana. I will say that with a lot of confidence. That some of us will be very far. Some of us will be doing great things for God. But we have become the hindrance to our own growth, to our own development. Tumeketi sana pale mlangoni mwa Samaria. Hallelujah. Tumekataa kuondoka pale. Lakini mwaka wa 2021, jambo la kwanza ambalo naomba Mungu anisaidie na atusaidie tufanye ni kukutayarisha wewe. Kukutayarisha wewe kuchukua nafasi yako katika hii equation ya growth. Kwa sababu usipochukua nafasi yako katika hii, you know, he is telling Jehoshaphat that this battle does not belong to. So the battle is mine. This growth belongs to God. But he tells him what? Take your position. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. And therefore the most important thing for each and every one of us is to be correctly positioned for growth. Praise the name of the Lord. Amen. Enlarge the place of your tent. And let the curtains of your habitation be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Praise the name of the Lord. Yeah. In 1 minute, simwambie Bwana akusaidie kufanya haya mambo. In just 1 minute, tell the Lord, help me. Nisaidie. Help me to enlarge. Help me, Lord. I need wisdom. I need revelation on how I will do this. In the name of Jesus, we give you praise and we give you honor. Help me, O Lord, that in every aspect of my life, I will enlarge the praise of my tent. I will let my curtains
stretched. I will not hold back, but I will lighten the cords and will strengthen my stakes. I pray in every area of my life, oh God Almighty, help me that I may not sabotage my own growth in the year 2021. We thank you and we give you praise. We pray this in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. We can sit down as we continue. And welcome to the year 2021. The Lord is going to be great. He has always been great. Praise the name of the Lord. Amen. But some of us wengine wetu ukuu wa Bwana tutauona dhahiri 2021. Lakini ni kama tutafungua mioyo yetu kwa imani na tutafungua midomo yetu kuweza kupokea. Bwana asifiwe. Nishukuru sana kwa sababu ya mwaka wa 2020. You've been very supportive and we'll have time to look back and see how far we were able to come. Hata kama kulikuwa na changamoto, it was still a great year kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe. Wengine wetu tuliweza kufanya mambo ambayo hatujawahi kufanya miaka mingine kwa sababu it's all about God. It's not about the things that are happening. It's not about how the environment is. Praise the name of the Lord. It is about our God. Our God who brings a difference, whose grace enables us. Tukasema neema yake inatuwezesha. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nishukuru sana kwa sababu ya ubali huo, nishukuru pia kwa sababu ya wakati ambao nilikuwa likizoni. Nilienda kupumzika. I'm not sure nilipumzika, lakini nimerudi. Amen. Nilitamani kupumzika, lakini ikapatikana ni kama sikupumzika. Lakini nimerudi and I'm energized. Praise the name of the Lord. And the growth has already started. Praise the name of the Lord. And 2021 will be a great year because the Lord will be together with us. Nimshukuru sana Elda Kamau ambaye amekuwa ameshikilia hatamu za uchungaji wakati huo ambao nilikuwa sikuwepo na mambo imekuwa ni nzuri. Praise the name of the Lord. And this year is great. Wacha nikupende kama hai kidogo. Alafu tutakuja kunini baadaye, si ndio? Bwana asifiwe. Ya kwamba Elda Kamau Kieni this year 2021 we will be commissioning him as a pastor in this church. Bwana asifiwe. Ya kwamba Bwana amedhihirisha mwito wake katika maisha yake. Tumezungumza na yeye, tumezungumza na council ya elders hapa. Na pia tumezungumza na Presbytery Council ambayo ndiye approve na kuappoint wachungaji na wote wamesema tick tick tick. Praise the name of the Lord. Amen. So kutoka leo awe akiitwa even before commission, hata kabla tumpatie barua na tumuombee na tumwekelee mafuta, kutoka leo awe akiitwa pastor kwani mnashindwa kusema Pastor Steve. Yeah, so he will be taking up as a pastor together with me, and we'll be working together. The church is growing, many things are happening, and therefore there is need for more people. It's the year of growth. Kanisa lishaanza kwenda. Sasa shida ni wewe ubaki juu, na nimesikia tumeambiwa nia amesema kama mtu hataki kwenda kwenye unaenda. Wala asifiwe. Amenikumbusha wakati ambapo tulikuwa huko kwetu tukiwa bali, either tumeenda kuchukua kuni ama tumeenda kuchunga ng'ombe ama tumeenda kulemia nini, mko mnalemia gano na nini. Jioni ikifika ulikuwa unatafuta na watu wa karibu na kwetu, kwa sababu hao ndio mtaenda na wao father. Praise the name of the Lord. Hata kwa hii growth we shall be talking about that. Lazima we identify. Unajua kama tuseme tunatoka hapa na kwetu ni chokaa, maana siku hizo tulikuwa tunatembea ubali. Sasa siwezi kuanza kutembea na mtu atukipeana story na kwao ni hapa 26. Atanipoteza. Lazima niangalie wale tulikuwa tunalemia na wao ni nani kwao, either ni chokaa ama ni karibu na chokaa ama ni bali na chokaa, ili niandamane na wao. Hao watu wa 26 tunawaacha nyuma, maana hao hawana haraka. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo we have already started moving. It is a year of growth, both in our personal lives and even within the church.
katika kanisa. Bwana asifiwe. Ya kwamba mwaka huu kuna mambo ambayo utayaona tukiyafanya hata kama kanisa. And we'll have a business meeting when we'll be able to put all these plans to you. Ambayo yanaonyesha ni vile kunataka kunyesha. Yanaonyesha praise the name of the Lord. The growth ambayo Mungu anaenda kutupatia. Praise be to the name of the Lord. But allow me to say just a few things with regard to our theme this year, and that the Lord will bless us. So the theme is growth, and the text is Isaiah 54. Kulikuwa na text nyingi ambazo zinanena juu ya growth katika neno lake Mungu, na lakini hili la 54 verse 2 likanishika vizuri sana, and God gave me a great revelation about it, because I felt that this 2021 is laying a foundation for great growth in our lives. Bwana asifiwe. Ya kwamba growth ambayo tunaongea juu yake sio growth ya mwaka wa 2021 peke yake, bali ni mwaka ambao utakuwa very practical. Na mambo mingi sana ndio unaona saa zingine nikienda hivi ni kama nataka kusema yote pamoja. Unajua siwezi kusema yote pamoja. So I'll try to summarize and say a few things. We have a whole year ahead of us. Praise the name of the Lord. Ya kwamba 2021 ni mwaka wa kuweka msingi ulio imara. Bwana asifiwe. Ni mwaka wa kubadilisha mawazo yetu. Ni mwaka wa kubadilisha vile tunavyoona mambo. Ni mwaka wa kuketi na kujipanga. Kwa hivyo ni mwaka wa kuweka msingi ambao tutajenga juu yake, na tutaruhusu maisha yetu yaanze kuthrive na kukua, na hatutawahi kuwa vile tena. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Mungu alinipea theme ya mwaka wa 2020 ya kwamba itakuwa neema, I never knew what 2020 will bring. But I can with a lot of certainty say ya kwamba 2020 ni neema ilituleta. Bwana asifiwe. 2020 we just came by the grace of God. Matukio yaliyotukia, mambo tuliyopatana nayo, mitaro, milima tuliyopatana nayo safarini, ni neema ya Mungu peke yake iliyotushikilia. Bwana asifiwe. Na wengi wetu wanaweza kutoa huo ushuhuda. But I want to say that 2021 is a year when God wants us to intentionally lay a very good foundation that 40 years to come, praise the name of the Lord, we shall still be eating the fruits. We shall still be growing. 40 years to come utakuwa miaka ngapi wewe? 40 years to come utakuwa miaka ngapi? What I'm saying is that you shall still be enjoying the fruits of this growth. And more importantly, you shall still be growing. Because we never stop growing. And we shall talk about growth in a big way. So, it is enlarging the place of our tent. It is stretching our tent curtains wide. It is refusing to hold back. It is lengthening our cords. It is strengthening our sticks. And we'll be talking about that. Praise the name of the Lord. Amen. But if I was to define, there are many definitions that have been given about growth. Some will say it is increase. Some will say it is development. Some will say it is, they look at wataangalia mmea, waone mmea vile unavyochipuka na unavyotoka mpaka ufike mahali pa kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Na haya yote ni mambo ambayo yatafanyika katika maisha yetu. Lakini tunapoanzia hapa 2021, nataka niseme ya kwamba, ama nataka nikupatie definition very simple. Na ninasema it is a call to increase our capacity to receive from God. It is a call to increase our capacity to receive from God. Ni mwito wa kuongeza uwezo wetu wa kupokea kutoka kwake Mungu. Bwana asifiwe. And that is why we are using Isaiah 54 verse 2. That it is a call. That if we shall be talking about increasing in terms of our skills, increasing in terms of our businesses, increasing in terms of our spiritual lives, matendo yote tutakayoyafanya yatakuwa na mwelekeo mmoja. Ya kwamba nataka nikue katika kuelewa
kwa neno. Nataka nikue katika maisha yangu ya uombezi. Nataka nikue katika ushirika wangu na wale tunaoshiriki na wao. Ile kukua, growth ni kukua. Hiyo kukua, that growth ni kuongeza uwezo wako wa kupokea kutoka kwake Mungu. Bwana asifiwe. Amen. And when we receive from God, what follows is releasing. Praise the name of the Lord. So you could even say it is increasing our capacity to be blessed, that we may become a blessing. Are we together? That the growth we are talking about is increasing our capacity to receive the blessings of God, to receive the favor of God, to receive the secret of God, to receive revelations from heaven, to receive that which God has for us. And after we have received, we shall release those blessings, that we too may become a blessing. Praise the name of the Lord. That if you will grow your business, it is not in terms of self-sustenance. It is not in terms of self-gratification. Sio kujirisha wewe mwenyewe. Sio kwa sababu unataka ukue popular. Sio kwa sababu unataka ukue fame. Hapana, ni kwa sababu unataka uwe na utayari wa kupokea kutoka kwake Mungu. Bwana asifiwe. And I thank God that Psalm 81 verse 10 came to me before I came here. Bwana asifiwe. That I am the God. I am the Lord who took you out of Egypt. Bwana asifiwe. Na nanena nawe na mimi siku ya leo. Ya kwamba ni mimi niliyekutoa ulimwenguni humu. Ni mimi niliyekupitisha mwaka wa 2020. Ni mimi niliyekupitisha jangwa ambalo ulilipitia. Ni mimi niliyekupitisha shida ambazo ulipitia ndani yake. Sasa panua mdomo wako na ili nikujaze. Oh, hallelujah. That the Lord is saying, I am committed to fill you, but only after you have opened your mouth. Only after you have shown your preparedness to receive from the Lord. Praise the name of the Lord. Maneno haya yaliyo katika Isaia yalikuwa yanasomwa na watu waliokuwa katika utumwa. These were people who were in captivity. And Isaiah is a prophet of influence. Ni nabii ambaye ameinfluence maisha ya wengi sana katika ulimwengu. And he is the only one. Kizungu inakuwa ngumu. Yeye ndiye amekuwa quoted more in the New Testament than any other prophet. Any other prophet. And he is speaking to Judah. We have been going through the book of Jeremiah. Jeremiah is also speaking to Judah. And you can see what the Lord is saying to Judah. They're in captivity. Jeremiah anawaambia mahali ambapo tuko karibu kufika. Tulifika chapter 28, si ndio? Ama nilienda mkasahau. Tulifika 28. Sasa tunaenda 20. Ni 29:11 inasemaga. So tunaenda 29. Maneno ambayo Jeremiah ananena kwa watu wa Yuda katika chapter 29 ya Jeremiah ndio yanauiana vizuri sana na maneno ambayo Isaia anawanenea wao pia. Inapelekana vizuri sana. Maana 29 Jeremiah anawaambia wapatianeni watoto wenu waoe na waolewe. Bwana asifiwe. Jengeni manyumba na muishi ndani yake. Pandeni mashamba na mle matunda yake. Obeeni kwa sababu ya amani ya nchi ambazo mmebebwa utumwa. Kwa sababu katika amani ile nanyi ndipo mtaweza kunawiri. Alafu anawaambia nini? Kwa maana ninajua mipango niliyo nayo. Praise the name of the Lord. I know the plans I have for you. I know you are in captivity. I know you are feeling discouraged. I know you are feeling like nothing good can come out of you. In fact, at the beginning of this chapter of Isaiah, he is telling them, I know you are seeing as if you are not fruitful. You are seeing as if there is nothing good you can bring forth. You are desolate and barren. But rejoice, for I, the Lord, I am the one who is speaking to you.
Bwana asifiwe. And you will rejoice. So there was every reason for them to hold back. There was every reason for them not to enlarge their tents. Praise the Lord. And I know even for you and for me, tunapotazama mahali ambapo tumetoka, tunapotazama vile 20 ilivyokuwa, tunapotazama vile tulivyochomeka, kuna wengine walichomeka sio na moto. Hii kuchomeka ya Bwana asifiwe. Before wamechomeka, Bwana asifiwe. Na wanasikia ni kama watakuwa reserved. Wanasikia ni kama watarudisha mikono nyuma, waangalie vile mambo itakavyokuwa. But listen to the word of the Lord. Enlarge, praise the name of the Lord. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your sticks. Praise be to the name of the Lord. Bwana asifiwe. What we are saying is that there must be a shift. Bwana asifiwe. Yeah. There must be a shift. There must be a shift. And I want to believe that the Lord will help you and will help me to bring that shift into our lives. As we go through this thing, we shall take the approach and look at the 5. There's a book I've been quoting a lot because it has impacted me, called How to Balance Competing Time Demands. And they take an approach they call a decathlon. Deca is 5. Deca ni tano. So decathlon ni michezo inayochezwa. Ni michezo inayochezwa na mtu ambaye anacheza michezo mingapi? Mitano. Na ili uweze kutangazwa mshindi lazima ushinde katika michezo hiyo yote mitano. Na sasa wanaangalia maisha yetu kama yaliyo na sehemu tano. But I encourage you, because one of the things that will happen in 2021 is that we will be very practical. Abia jirani yako practical. I think actually I will even be giving you assignments. I think I'll buy a red pen. Kwa sababu you cannot enlarge the praise of your tent by sitting and fantasizing. You cannot enlarge the praise of your tent by sleeping and building castles in the air. It will demand sitting down and planning. It will demand evaluating. It will demand self-awareness. It will demand kuchukua kalamu na karatasi na kuandika. It will demand kuondoka na kuzungumza na watu. It will demand kwenda na kutafuta ni kazi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunatarajia na ni vizuri tuje tuambiwe na kunao. It is a year of divine favor, ni mzuri. You will be favored. Praise the name of the Lord. Lakini nasema mwaka huu lazima kuenlarge the place of your tent haitafanyika ukiwa umeketi nyumbani. Haitafanyika ukiwa unakaa tu na kucomplain na kuangalia watu. Bwana asifiwe. Itafanyika utakapoondoka na kuchafua mikono yako katika kazi. Hiyo haisound kama mjumbe wa mwaka mpya. Bwana asifiwe. I'll be challenging some of you to leave your comfort zones. I'll be asking God to stir the waters for you to leave. Praise the name of the Lord. The other day I gave the example of how I trained my son to get used to the water. Nilimvalisha floater, nikamchukua, nikamrusha ndani ya maji. Akashtuka, moyo karibu isimame, lakini kwa sababu nilikuwa najua hana hypertension, hangekufa. And in terms of growth, wengine tutarushwa deep end. Bwana asifiwe. I learned how to swim after I fell deep end. Tulikuwa tunacheza volleyball na nilikuwa nasimama my comfort zone. Nilikuwa nasimama mahali comfortable, mahali pale na nikiwa nimesimama mahali hapo comfortable, ninaenda kusafu mpira. Lakini niliposafu huo mpira nikajipata nimeanguka nyuma. Nilipojipata nimeanguka nyuma, nikajipata niko deep end. Niko deep end na sijui kuswim.
Nikaanza kuona nimefika kwa Abraham. Mara nakunywa maji, mikono tu ndio iko juu. Hakuna mtu anaona na mimi sioni mtu. Watu wanaendelea kucheza game. Then watu walikuwa hapo siwakumbuki, hata sikuwauliza ni akina nani, should have asked them. The lady akaambia jamaa wake, huyu jamaa anaenda. Jamaa akaruka ndani akanitoa. After that nikasema leo siendi kulala kabla sijajua kuswim. Praise the name of the Lord. For some of us to grow, lazima tutolewe comfort zone, turushwe deep end, tusikie kama tunazama, but it is in that we shall determine we now must know how to do it. Bwana asifiwe. Wengine tumeshtuliwa 2020. Wengine tumeshtuliwa. Bwana asifiwe. Maisha yako yote hujawahi lala njaa, lakini 2020 ilikuja, kuna siku moja uliona tu ukilala njaa hivyo. Take that as a challenge to grow. Praise the name of the Lord. Take that as a challenge to grow. Sometimes I will tell you things that you will feel as if pastor hanihurumii hapa. Pastor ni kama sio nilisema be nice. Lakini kwa growth I might not be very nice. Bwana asifiwe. You will allow me to at a personal level and sometimes at a corporate level to ask hard questions. Praise the name of the Lord. To ask you hard questions. To ask you hard questions. Because I want to see us growing. Bwana asifiwe. I want in our spiritual status, I want to see us growing from the level where we are just like babies, we have to be fed. Tunataka tuone watu ambao wanaweza kulishika hili neno na walihubiri pastor akiwa ama hayuko. Bwana asifiwe. Tunataka tuone watu ambao wanaweza kuhandle situation yoyote ikitokea, inahitaji mtu ambaye amekomaa kiroho. Bwana asifiwe. Katika hata kifedha tutagrow hata kifedha. Bwana asifiwe. Lazima tutoke place ya kustruggle na chakula. Ama sisemi vizuri. Bwana asifiwe. Lazima tuondoke ile place ya kustruggle na chakula nini jio? And that is what I want God to help us in 2021. Ya kwamba wewe useme ya kwamba Mungu nimetaabika, nimesumbuka sana na hizi basic needs. Na nahitaji unisaidie. I want to grow. Praise the name of the Lord. I want now to start thinking of investments. I want to start thinking about how I can build my own house. I want to start thinking how I can buy my own plot. I want to start thinking how I can become a blessing to other people. I want to grow from a place of struggling with being employed to a place where I can now be asking, where will I get employees? I don't know who is ready to go with me in 2021. Kama wewe hutaki kwenda, wewe utakati. Amen. Bwana asifiwe. Ya kwamba lazima tuondoke hiyo sehemu ya chini. Bwana asifiwe. Lakini hatuwezi kuondoka bila ya sisi kutia bidii, bila ya sisi kuondoka sehemu za comfort zones, bila ya sisi wakati mwingine kuondoa ile kitu tunaona ni kama you know sometimes we feel like there are things I can't do because of my personality, integrity, integrity, dignity. Nitaharibu dignity yangu. Bwana asifiwe. Lakini naomba tufike mahali tuseme that I want to grow. I can put my suit down, get into the mud and do the work that needs to be done. For through that the Lord will see that your capacity has been increased. Praise the name of the Lord. Wengine wetu, why we have not grown is because we have tumekatalia. There is a comfort zone that we have to come down from. Kuna mahali tumekaa na tumekuwa so comfortable na tunasikia tukitoka hapo ni kama no. I pray that the Lord will get you drop into the deep end. Praise the name of the Lord. So I was talking about the decathlon, and I was saying decathlon is where you have to win on 5 games. The key thing of using the decathlon, ya kutumia hiyo decathlon model, ni kitu ambacho nilitaja kabla niende lini.
ambayo nilipokuwa I think I mentioned about purpose driven decision making, na nikakwambia vile unavyoweza kufanya. I hope some of us have been able to try and do that, but it helps you balance your life. Praise the name of the Lord. So in this book they talk about 5 areas. One is your personal life. The second one is family. The third one is church. The fourth one is work. And the fifth one is community. And remember, so if we are approaching growth, and growth we have said is increasing our capacity to receive from God, that should not leave you mpaka tumalize hii mwaka. That our definition yetu si ya kizungu, ni yetu. Bwana asifiwe. Hata si ya waroe sasa, ni yetu pamoja, house of worship pamoja. That our definition of growth is increasing our capacity to receive from. Bwana asifiwe. Nimewambia hii mwaka ni practical. It is increasing our capacity to receive from God. So, as we look at all these areas, we are asking ourselves, how can I increase my capacity to receive from God in my personal life? Your personal life, we shall look at that, involves several things. First and foremost, your devotion to God, your devotion to God. Kujitoa kwako kwa Mungu. Kwa sababu nikija kwa church, kuna sehemu ya kuhudumiwa na Mungu, nije niwahudumie. Bwana asifiwe. Lakini kuna sehemu ya kuhudumiwa na Mungu kwa sababu ya mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu niko na afya yangu ya kiroho binafsi, mtu kama mtu binafsi, zaidi ya kuwaletea neno. Kuna wakati mwingine Mungu atanipa neno kwa ajili yenu, atanipa encouragement kwa ajili yenu, lakini kuna wakati mwingine atanipa neno kwa ajili yangu. Na kwa hivyo tunaponena juu ya personal life, inaanza na our devotion to God, our spiritual life, our ability to have fun and enjoy life, our health. Bwana asifiwe. Yes. Afya yetu inakuwa hapo kwa personal life. Our physical well-being, you know, ya kwamba wewe sio kama mimi ukikimbia kidogo unaweza kuhema kama lori ya KBW imepanda mlima. Bwana asifiwe. That doesn't sound like it's very spiritual. Bwana asifiwe. So some of us will be encouraged to go to the gym. Some of us will be encouraged to start jogging and walking. Hii mwaka 2021. Na kuweka record ya nini? It's growth. Praise the name of the Lord. You are increasing your capacity, because if you will receive good health from the Lord, you cannot receive good health from the Lord when you are eating poison. So for you to increase your capacity to receive from God, there are some things that must happen in your personal life. Bwana asifiwe. Amen. After that, we look at family and ask ourselves, how can we increase our capacity? Tunawezaje kuzidisha uwezo wetu katika familia zetu kupokea kutoka kwa Mungu? Ya kwamba Mungu wako tayari sana kujaza familia zetu na uungu. Mungu wako tayari sana kujaza familia zetu na maendeleo. Lakini vinywa vya familia zetu tumevifunga, hatuwezi kupokea. Kwa nini tumevifunga? Hatuombi pamoja, hatulisomi neno pamoja, hatushirikiani vizuri kifedha. Na kwa hivyo unapata ya kwamba hata kama Mungu angetaka kuja kubariki, the capacity is not there. Are you not starting capturing what we are talking about in the year 2021? Praise the name of the Lord. That by starting a fellowship in my family, by working well with my wife in the management of our finances, by speaking the word of God to my children, I am increasing my family's capacity to receive from God. Yeah. And after my family has received from God, there will be growth. Praise the name of the Lord. So we will be asking ourselves, what can I do in my family?
kufanya katika familia yangu kitakachonisaidia kuleta growth. Praise the name of the Lord. Jambo la tatu tukasema church, kanisa. Utajiuliza, wewe ujiulize, na mimi jiulize, how can I increase our capacity as a church to receive from the Lord? Na kila mmoja wetu ako na jukumu. Everybody has a responsibility. Bwana asifiwe. As your senior pastor, together with Pastor Kamau and the elders and the deacons and the deaconesses and the departmental leaders, as we lead you and show you the way, I am praying that God will help you to identify your position. How can you enlarge the place of your tent in the church? Praise the name of the Lord. So that this church receives growth. So that we have a capacity. You know, sometimes mambo ile ambayo hatujapokea kutoka kwa Mungu ni kwa sababu kuna kitu hatujafanya to increase that capacity. And we have to grow. Number 4, I say it is work. Kazi zile tunazozifanya. I'm praying that God will help us. And I'm saying this will be a very intentional effort. Because growth will never come as we sit and wait. We can never just flow. No. It is things we must do. Lazima nijiulize, niko na hiki baada ya boga ambayo ninauza hapa. Ni vipi ninavyoweza ku-increase capacity ya kupokea kutoka kwa Mungu? Inaweza kuwa ni kwenda kutafuta kitabu cha management, ni kwenda kutafuta kitabu cha entrepreneurship, ni kwenda kutafuta magazine ile inanena mambo ya boga na kuisoma. Unapoisoma, you are increasing your capacity to receive from God. You might go and read and realize kuna boga hujaisikia imeandikwa hapo kwa hiyo kitabu. Na upate ya kwamba hii boga ukiileta na ukiwa wewe ndiye wa kwanza, wateja watajaa kwako. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni kuweka biashara yako kwa mtandao. Inaweza kuwa ni you are increasing your capacity to receive from God. Inaweza kuwa sasa umekuwa ukiuzia hapo na mmekuwa wengi. Inaweza kuwa sasa ni kwenda kufanya delivery manyumbani. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni kupigia wateja simu. By the wisdom of God, may God help you to identify means and ways of enlarging the place of your tent. And when you enlarge the place of your tent, let the curtains of your habitations be stretched out. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni kupanua tu hapo biashara, hapo umeweka biashara kupanua tu kidogo. So what we are saying is that in our work, kama ni wewe umeajiriwa mahali, what can you do to increase your capacity to receive from God? God might be wanting that you have a promotion. But I think time has come, wakati ambapo lazima tuache kudoea promotions ambazo hatuja qualify. Ati ni favor ya Mungu, tumia na sija qualify na hii kazi. Ni Mungu tu alinipea, sasa uqualify. Praise the name of the Lord. Grow your skills. If you have a certificate, get a diploma. Because there is a promotion waiting for you. But you do not have the capacity. Because these systems have been put in by God. Praise the name of the Lord. If you have a diploma, why don't you get a degree? If you have a degree, why don't you get a master's degree? If you have a master's degree like myself, why don't you go and get a PhD? It is time for us to increase our capacity to receive from God. Praise the name of the Lord. So we'll look at that. The next one is community. The final one is community. Where you live, increase your capacity to receive from God. And we said it is receiving blessings that you may become a blessing. Mahali naishi, I've always said, sio kwa sababu ya bahati fulani ukapokoa nyumba katika hiyo nyumba. Hapana.